Rushwa ina dalili nyingi, na rushwa ndiyo ambaye huwa inanyima haki. Kwenye kipindi cha uchaguzi ndipo rushwa ambaye huwa inatembea. Kipindi kingine kimya, wala hawaleti salamu zozote. Kisha elekea tu kwenye uchaguzi, hapo tayari wanajitokeza kwenda kuvuruga sasa amani kanisani na msikitini. Kamati hii ambaye tumeongea nao leo wametupa semina hii ya wilaya hii ya Iramba, ipige marufuku watu hao kwenda kwenye kipindi hiki ambacho tunaelekea uchaguzi. Ipige marufuku kabisa wale wanaoomba uongozi kuharibu sura za misikiti na kuharibu sura za kanisa. Kweli sisi tunahitaji kushirikiana vizuri sana na viongozi wetu wa serikali. Lakini ushirikiano huu utaleta maana sana kama watafanya wakati hakuna tukio. Unapokuja wakati wa tukio, mnatuingiza kwenye tatizo. Kwa sababu unaweza wakaja kanisani au msikitini wakati kama huu ambao umekaribia uchaguzi, kwamba nitaleta simenti kama unajenga, nitawasaidia mabati. Sasa sisi natupa shida hata kwa waumini wetu. Wanaona kabisa kwa nini huyu asingetoa kabla ya kuelekea eneo la tukio la uchaguzi. Kwamba ni vizuri pia viongozi tushirikiane kukemea hilo. Rushwa hiyo maofisini na kwenye nyanja zote katika serikali. Tukemee hilo kwa sababu tumesema tukemee na kuhubiri amani. Tukiacha hiyo, nchi yetu itabaki kuwa na madhara. Rushwa ni adui ya haki kwa mtoaji na mpokeaji. Kwa kipindi hiki cha uchaguzi utashangaa rushwa itabadilisha jina kidogo, itaitwa zawadi. Unawaomba viongozi wa dini, wazee maarufu, viongozi wa serikali, wa chama, mjitahidi kuelimisha watu kwamba jamani, atakaye kuja kushawishi kwa kutoa rushwa, kwa kweli ujue yule atakuwa sio kiongozi bora hapo baadaye. Kwa nini watu wanapenda kufanya rushwa? Sababu ziko kadha wa kadha. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya tamaa. Mtu anapenda pata kwa haraka. Sababu ya pili ni kukosa uadilifu. Sawa ndugu zangu? Uadilifu umepungua. Na sababu ya tatu ni ujanja tu kwa maana ya uhalifu. Ndugu zangu, hii rushwa tunaoisikia ilikuwepo tangu enzi za ukoloni. Na serikali ya ukoloni ilitunga sheria mwaka 1958. Na ilikuwa ni sheria namba 400 ya kuzuia rushwa. Na sheria hii ilitumika hata baada ya uhuru mpaka mwaka 1964 katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mwaka 1971 serikali yetu ikatunga sheria nyingine iliyopewa namba 16 ya kuzuia rushwa. Na ilidumu mpaka mwaka 1975 ilipoanzishwa kama taasisi ya kuzuia rushwa chini ya jeshi la polisi. Serikali inapenda kusikia amani zaidi inahubiriwa na kukemea matendo ya rushwa. Jukumu kubwa sana lililopo tunapopambana na rushwa si kupambana tu kwa maana ya kupambana, ni kuzuia matendo ya rushwa. Na wenzetu wanaohusika na matendo ya rushwa wameyagawa makundi matatu ya makosa yanayosababishwa na rushwa. Au niweke kwa lugha nyingine mnielewe, kwamba wanatafsiri rushwa katika makundi matatu. Kundi la kwanza wanalichukulia kama kesi ya jinai, kwamba mtu anayefanya tukio hili ni mhalifu, amedhamiria kufanya kwa faida yake. Kwa hiyo mtu huyu anastahili faini na kifungo. Lakini wanachukulia kundi la pili kwamba mtu huyu anayefanya jambo hili amekosa maadili. Kwa hiyo wanachukulia kama ni kosa la kimaadili, kwamba huenda hajafunzwa vizuri
Ndiyo maana anapenda kuchukua rushwa.